Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunakwenda kuelezea tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Tushafanya audio nyingi lakini itakuwa ni fupi kwa haraka zaidi kuweza kumfahamisha mtu ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume aweze kuelewa kwa wepesi. Kwa nitaanza moja kwa moja tu, ni dalili zipi zinaashiria mtu ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Dalili, viashiria, vionyeshi, viambata ambao vinakusababisha wewe uweze kujitambua kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Dalili namba 1, uume kushindwa kusimama kabisa. Kama ukiona mume wako unashindwa kusimama kabisa, jua una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Dalili namba 2, kuwahi kumaliza katika tendo, kuwahi kufika kileleni. Yaani dakika 2, dakika 1 ushamaliza. Kwa hiyo una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Hiyo ni dalili ya pili ya upungufu wa nguvu za kiume. Na dalili namba 3 ni mwanaume kushindwa kushiriki baadhi ya staili. Staili yako inakuwa ni moja tu, staili yako moja, labda kifo cha mende, lakini hauwezi kushiriki baadhi ya staili nyingine, ima kwa sababu mume wako unakuwa una nguvu, ume dhaifu, ni goi. Hiyo ni dalili namba 3. Na dalili namba 4, mume wako unakuwa hawezi kusimama bila ya booster. Labda mpaka uchezewe sana na mikono, au unyonywe, au utafutiwe kitu stimulator yoyote ufanyiwe, au uangalie picha za X ndio mume wako usimame. Kwa unakuwa huna uwezo kusimamisha uume bila ya kutumia vitu vinasababisha uume usimame, au viambata au tunavita booster, ndio mume wako unaweza kusimama. Hiyo ni dalili namba 4 au sababu namba 4. Na dalili namba 5 ni uume kusimama legelege. Uume wako unakuwa hauwezi kusimama kikamilifu. Ukisimama hauwezi kusimama horizontal, unasimama unaangalia chini. Kwa uume wako unasimama legelege. Hiyo ni dalili namba ngapi? Namba 5. Na dalili namba 6 ni uume kusinyaa au kunywea ukiwa katika tendo la ndoa. Tunasema gari kukata moto. Yaani mtu anashika tendo la ndoa bila sababu ya msingi, mara ghafla tu umesinyaa na umenyoa ukiwa ndani ya uke umeumu. Hiyo ni dalili namba 6. Dalili namba 7 ni uume kunywea pale unapopata taarifa ya mshtuko. Kwa mfano ukapiga chafya, uume ukanywea. Kwa mfano ukasikia labda jua limerushwa juu ya bati, uume unanywea. Kwa mfano ukisikia mlango tu unagonga, uume umenywea. Kwa hiyo unakuta kuna matukio ambayo si lazima, si yenye mshtuko, lakini kwako matukio hayo ni ghafla, uume wako unakuwa unanywea kutokana na hayo matukio. Hiyo ni dalili namba 7. Namba 8 ni mwanaume kuwa na tatizo la kushindwa kurudia tendo. Wewe ni goli moja, huwezi kwenda goli 2, goli 3 wala goli 4, haujawahi toka ujitambue. Au ilikuwepo zamani lakini sasa hivi hali imeisha. Kwa hiyo ukiona dalili kama hiyo, ujue una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Na dalili namba 9 ni kitendo cha uume ukitoka nje ya uke tu uume unanywea. Yaani uume wako ukipigwa na upepo ghafla, uume unanywea. Kwa hiyo mradi hata kama utakubadilisha style inabidi uume usitoke nje ya uke. Ukitoka nje ya uke ghafla uume wako unanywea. Hiyo ni dalili namba 9. Na dalili namba 10 ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Wewe una mwanaume umeoa lakini hauna hamu kabisa kushiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu. Na dalili namba 10 ni maumivu wakati wa tendo la ndoa au baada ya kumaliza tendo la ndoa. Unasikia maumivu ni sehemu ya uume. Kwa hiyo hizo dalili ni 10 nimezitaja au 11 zenye kuashiria mtu mwenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ukiwa na dalili kama hizi zote, ujue una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Japokuwa dalili nyingine unakuwa utaume umesimama, lakini unataka kushiriki tendo la ndoa unanywea. Yaani uume wako unakuwa unasimama kwa muda mfupi. Kwa uume wako hauna uwezo wa kusimama kwa muda mrefu. Kwa hizo ni dalili zote zinazoashiria una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, au hivyo nilivyovitaja hapo ni viashiria vya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Sasa tuende kwenye matibabu ya tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa matibabu ya upungufu wa nguvu za kiume, mimi nimegawanya katika magrupu yafuatayo. Mimi nimegawanya kwa magrupu 5. Grupu A, grupu B, grupu C, grupu D na grupu E. Kwa magrupu 5 ndo magrupu yanaweza kusaidia wewe kupata tiba ya tatizo lako la upungufu wa nguvu za kiume. Tutaanza na grupu la kwanza. Grupu la kwanza hili linaitwa grupu A. Na grupu A gharama yake ya matibabu ni shilingi 100,000. Na grupu A tunatibu wagonjwa wa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume
ambao tatizo lao ni la kawaida, tatizo halijakomaa wala lina muda mrefu, tatizo lao limeanza chini ya miezi mitatu, na tatizo hilo limetokana na ukosefu wa elimu, ulaji wa vyakula mbaya, hawajui diet, na wana ukosefu wa elimu ya tendo. Ni wateja wao kutokana na wametumia pombe, wametumia sigara, wametumia madawa ya kulevya, wana tatizo la unene, wana tatizo la uzito, wana tatizo la kitambi, wana tatizo la kukosa mazoezi, wana tatizo la msongo wa mawazo, wana tatizo la kisaikolojia. Kwa ukiwa na vitu hivi tulivyovitaja, wewe unakuwa ni mgonjwa wa group A, na gharama yako ya matibabu ni shilingi 100,000, na matibabu yako wewe yatagharimu wiki 3 ili kuweza kukamilika, ambapo sasa wana siku 21. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndani ya wiki 3 unakuwa umepona tatizo lako hili na limeondoka kabisa. Na group la pili inaitwa group B au kundi B. Ili gharama yake ni shilingi 1,500,000. Kuna ile group B au kundi B 1,500,000, tunatibu watu wenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume wenye sifa zifuatazo: waathirika wa masturbation, yani punyeto, watu wa kujichua, mapenzi ya kutumia mkono au mapenzi ya kujiridhisha pasi ya kutumia mwanamke, hiyo ndio inaitwa punyeto. Na pia ni waathirika wa kutazama picha za ngono, picha za uchi, X, hiyo ni namba 2. Na namba 3 pia ni mapenzi ya jinsia moja, mapenzi wanashiriki mapenzi ya jinsia moja. Namba 4 ni mapenzi ya kinyume na maumbile. Kwa mtu kama ana sifa hizi anakuwa liko group B, au akiwa na moja ya sifa katika hizi anakuwa group B, na matibabu yake huyu yanakuwa ni ya wiki 5. Ndani ya wiki 5 kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakuwa mwenye kupona na kurudi katika hali ya kawaida, na gharama yake tulivyotaja hapo ni 1,500,000, na matibabu yake yanakuwa ni ndani ya wiki 5. Na tukija katika kundi C au group C, gharama yake ni shilingi 2,500,000. Na hapa tunawalenga wale wote waliotumia dawa za kuongeza nguvu za kiume, na dawa hizo hazikuwa za asili, ima walitumia dawa zenye kemikali za kuongeza nguvu za kiume. Yani walishapata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, lakini wakaamua kujitibu tatizo hilo la upungufu wa nguvu za kiume kwa kutumia dawa zenye kemikali. Kwa hiyo kwa maana hiyo tatizo lao limeongezeka na limekuwa kubwa. Kwa hiyo hawa ndio wanakuwa ni group C, na matibabu yao yanakuwa ni group C, wanatakiwa kutibiwa kwa group C. Na miongoni mwa dawa walizotumia wametumia kama Viagra, wametumia kama Vega, wametumia kama Erecto, wametumia kama Enjoy, wametumia kama Spray, wametumia kama zile cream za kupaka, na dawa gani nyingine. Nafikiri dawa nyingi kama testosterone zipo nyingi, kwa wametumia dawa kama hizo. Na pia mgonjwa wa hili wa group C ni miongoni mwa wateja ambao wana historia kuumwa kwa muda mrefu, lakini labda washawahi kupona. Labda mtu ashakupitia kuumwa TB kwa muda mrefu akapona, ashakutumia kuumwa pressure kwa muda mrefu akapona, au na ugonjwa gani na ugonjwa mwingine wote ashakupata kwa muda mrefu akatumia dawa kwa muda mrefu, lakini sasa hivi amefanyaje? Amepona. Hiyo ni group C. Na watu wa group C matibabu yao yanakuwa ni ya wiki 7. Kwa ndani ya wiki 7 wanapata matibabu na wanaweza kuwa wamepona kabisa na kurejea katika hali yao ya kawaida bila shida yoyote. Na hapa kuna group D au kundi D, gharama yake inakuwa ni shilingi 300,000 mpaka 500,000, lakini hii 300,000 hutegemeana na wagonjwa wenyewe, kwa sababu hawa wagonjwa tunawalenga wa group D wanakuwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, lakini tatizo lao limeambatana na magonjwa. Na magonjwa kama hayo tunazungumzia, anakuwa na magonjwa mbalimbali, tena magonjwa sugu. Kama mtu huyu ana gonjwa la vidonda vya tumbo, mtu huyu ana ugonjwa wa chango la uzazi kama ngiri, mtu huyu ana ugonjwa wa shinikizo la damu, moyo, pressure, mtu huyu anakuwa na magonjwa mengine ambayo ni sugu kama figo, ini na kadhalika. Kwa mtu kama huyo gharama yake inakuwa ni kubwa, kutokana na kwamba inabidi tuanze kutibu kile chanzo alichonacho. Kama ni ngiri tutibu, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni kisukari, kama ni pressure, kama ni shinikizo la damu, kama ni magonjwa ya figo na magonjwa fulani, ashughulikiwe yale magonjwa kwanza, alafu kisha ndio aweze kupata matibabu ya nguvu za kiume. Na mara nyingi watu kama hawa matibabu yao yanakuwa na dumu ndani ya wiki 10, ili kuweza kuhakikisha wanarudi katika hali ya kawaida ya kuweza kushiriki tendo la ndoa bila kuwa na changamoto yoyote. Na watu kama hawa ndio wanaingia pamoja na ile kundi la ugonjwa wa kisukari, au ni group D. Na group E au group la mwisho, gharama yake inakuwa ni shilingi 200,000. Hapa tunazungumzia wateja wote wana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Tatizo lao limetokana na swala zima la majini mahaba, masuala ya uchawi, masuala ya kulogwa, sio umefanya. Kwa watu kama hivyo kuna dawa maalum kwa ajili ya watu kama hao. Kwa mtu kama huyu hayupo kwenye group A, group B, group C wala group D, lakini yuko kwenye group A kwa sababu ana tatizo la majini mahaba. Kwa majini mahaba ndio yanasapelekea kuwa
nguvu za kimaumbile, nguvu zake za kiume. Kwa hiyo au yeye ana masuala alipitia changamoto kutana na wasichana, kwa wamemfanyia uchawi, kwa hiyo wamemfunga kulingana na dawa za Kiswahili zile. Kwa ziko dawa maalum za asili kwa ajili ya mtu ya kutumia kwa mtu huyu kwa ajili ya kuweza kuondosha tatizo la nguvu za kiume. Kwa haya ndio magrupu 5 ya tiba ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo sikiliza hii audio vizuri kwa makini na angalia wewe upo grupu gani kulingana na sababu zetu tulizozitaja. Si lazima uone sababu zote, kuangalia grupu sababu ulizokuepo, na kadi sababu inavyokuwa ni ya mwisho ndio grupu ile kuepo. Kwa sababu unaweza kujikuta kuna grupu A upo, kuna grupu B upo. Labda kwa mfano wewe mwenyewe ushangalia masturbation, ushashiriki mapenzi ya jinsia moja, afu pia umetumia Viagra, afu pia unaumwa ugonjwa wa ngiri. Kwa hiyo sababu ile ya mwisho unaitazama ndio grupu ambalo uliokuepo. Kwa hiyo ina maana utakuwa magrupu yote 3. Kwa kadi magrupu